Hii filamu inatokana na mchezo maarufu sana wa kutisha huko Indonesia unaitwa Pamal. Mchezo huu unaeleza kwamba tuyuli ni jini katika umbo la mtoto, jini linalofugwa ili kuiba pesa za watu. Tuyuli huishi kwa damu na roho ya mwanamke ambaye yeye huwa anatolewa kafara kwa jini huyu. Mwanzoni mwa filamu ni usiku wa dhoruba kali. Tunamwona mwanamke mmoja anaitwa Marini akionekana akiwa amefungwa katika chumba kimoja. Upande wa juu gorofani kuna mwanaume mmoja ambaye yeye alikuwa akiendelea kucheza mziki katika chumba hicho kilichokuwa kimejawa mifuko mingi sana ya pesa. Sauti ya mziki aliyokuwa akicheza, sauti hiyo ilikuwa inasikika moja kwa moja katika chumba ambacho mwanamke Marini alikuwa amefungiwa huko. Kutokana na dhuruba kali, tawi la mti lilikuwa limekatika ghafla na kuvunja kioo cha dirisha katika chumba cha chini. Mara moja mwanamke Marini akatumia fursa hiyo ili kutoroka katika eneo hilo. Baada ya yeye kutoka tu katika chumba hicho, jini mtoto, yani yule tuyuli, akawa ameingia katika chumba hicho. Baada ya kufika hapo, akakuta kafara yake ameondoka, akawa amepiga kelele za kutisha. Yule mwanaume upande wa juu gorofani alipokuwa anaendelea kucheza, mara moja anakuwa ametazama dirishani, akamwona mwanamke Marini akiwa anakimbia. Akajua kabisa jini lazima atakuwa amekasirika, na jini ana mbwembwe. Baada ya kukimbiza mboga yake, yeye anapiga kelele, hawezi kukimbiza mtu akiwa mwenyewe, hivyo akawa muungana pamoja na mwajiri wake kwenda kutafuta hicho chakula. Marini akakimbia kupitia shamba la miwa ili kujaribu kutetea maisha yake, lakini tuyuli na yule mwanaume wako wamemfukuza, hatimaye wako wamemzingira pande mbili. Lakini mwanamama Mari akapiga kelele akisema kwamba hataki tena kurudi katika kile chumba, hataki kuendelea kuishi haya maisha, hahitaji kuendelea kukaa kama chombo cha kumpatia utajiri mwanaume huyu. Inavyoonekana mwanaume huyu anayezungumza na huyu mwanamke ni mme wake. Anasema na kuwapa mbele ya mwanaume huyu, anasema kwamba hata katika kifo chake kamwe hawezi kumsamehe huyu mwanaume hata siku moja. Ghafla radi ikawa imepiga na kumuua mwanamke huyu hapo hapo. Wakati huo huo, toi la mziki la huyu mwanamke, music box, ikaanza kucheza ikilia yenyewe. Hili toi ilikuwa katika chumba ambacho huyu mwanamke alikuwa amefungiwa kule. Karibu sana tuangazie kisa hiki. Usishtuke sana baada ya kuona hii filamu inaitwa Pamal. Pamal ziko nyingi sana Indonesia na zote zina visa tofauti tofauti. Karibu uenjoy. Usisahau kufollow WhatsApp channel yetu, linki ipo kwenye comment hapo. Sasa tuanze simulizi yetu vyema kabisa. Sasa tukio kama hili la mwanamke kuuawa na kutoweka katika hiki kijiji sio tukio la kwanza tu, ni matukio mengi sana yamekuwa yakitokea katika hiki kijiji. Baadhi ya wananchi wakaamua kumfuata mkuu wao wa kijiji na kwenda kumhoji. Wanamwambia kwamba kila mwaka kwenye hiki kijiji kumekuwa kukitoweka kwa wanawake na hakuna taarifa yoyote kuhusiana na kutoweka kwa hao wanawake. Muda huu wanazungumza, wapo katika mgahawa maarufu sana, ni mgahawa mdogo kwenye hiki kijiji, ni mgahawa ambao unamilikiwa na mwanamke mmoja anaitwa Sida. Sasa watu wanakuja kulalamika, wanasema kwamba watu wengi wamekuwa wakilalamika, hususan wanaume, wanawake zao wamekuwa wakitoweka katika hiki kijiji na hakuna chochote kinachopatikana, yani hakuna taarifa yoyote ya msingi kuhusiana na hao wanawake kutoweka. Na siku za hivi karibuni wanaume wengi wamekuwa wakilalamika pesa zao zinapotea hovyo tu na hakuna maelekezo yoyote, yani unaweza ukatunza pesa ndani kwenye kiboksi bubu, ukakuta kiboksi tu ndo bubu afu pesa hamna. Jana tu hapa kwenye huu mgahawa Bisida alilazimika kufukuza wafanyakazi wake wote kwa sababu pesa zimekuwa zikitoweka tu, hawezi tena kuwalipa wafanyakazi wake. Huenda kwenye hichi kijiji kuna mwizi kaingia. Hata hivyo mkuu wa kijiji kasikiliza tu haya maneno, lakini yeye amekaa kwa kutulia tu, akawa amepuuza jambo hilo, akasema kwamba kupanda na kushuka kwa biashara ni jambo la kawaida sana, watu wasiharakishe kufikia kwenye hitimisho na kutaja mambo ambayo hayapo kwenye hichi kijiji. Sasa hapa kijijini huyu mwanamama Bisida, licha ya biashara yake kuwa haiendi vizuri kwa sasa, akafukuza wafanyakazi wake wote, lakini akawa amembakiza mwanamke mmoja anaitwa Ambal. Ambal pamoja na Sida wamekuwa na mahusiano ya muda mrefu sana, hivyo wamekuwa wakishirikiana mara kwa mara. Hivyo Bisida hakuona umuhimu wa kumfukuza huyu mwanamama kutoka katika huu mgahawa, kwa sababu huyu mama pia ana watoto ambao anawalea yeye mwenyewe. Mume wake amekwisha kumwacha muda mrefu tu. Sasa huyu mwanamama Ambal nyumbani kwake yeye ana watoto wawili, mtoto mkubwa wa kike anaitwa Putri na mtoto mdogo anaitwa Aji. Sasa akiwa anapiga stori pamoja na binti yake mkubwa anamwambia kwamba sidhani sana kama Bisida kuwafukuza wafanyakazi wake wengine wote na akakuacha wewe pale, sio kwamba wewe ndio mchapakazi sana pale, hii ni huruma tu. Sida anatuhurumia tu. Mama, mimi sitaki kabisa tuendelee kuishi haya maisha, tutaendelea kuhitaji huruma ya wananchi, yani huruma ya watu mpaka lini? Binti akasema kwamba yeye hataki kabisa kuendelea kuishi katika maisha haya, ni lazima abadilishe hatima ya familia hii. Putri akamwambia mama yake kwamba
kwamba anataka kwenda kujiunga na mafunzo ya kufanya kazi kwenye meli huko, meli ya utalii. Hili jambo linaweza kusaidia familia yake kupata pesa. Amba akajibu kwamba hana pesa za ada za kufanya usajili wa Putri kwenda kufanya hicho anachohitaji kwenda kukifanya. Pesa hana kabisa, yaani pesa alionayo hapa ni bora ilipie kodi. Putri akasema kwamba hata kama anataka kufanyikiwa na kuwa matajiri, ni lazima mtu kama yeye ambaye yeye tayari ni mtu mzima ajitoe kimasomaso. Amba akajibu kuwa hakuna maana ya mafanikio ama pesa ikiwa inamaanisha kuwa ni lazima wewe uwe mbali na familia yako. Na akawa amemuuliza binti yake kwamba kweli unataka kutuacha hapa tukiwa sisi wenyewe, mimi na mdogo wako Agi, utuache nyuma wewe uende huko kuhangaikia pesa? Huyu Agi ni mtoto mdogo, muda wote tu yeye anakuaga na miwani na anacheza kivyake vyake, lakini Putri akawa amekasirishwa sana na kusikia kelele za huyu dogo akiwa anacheza hapa, akawa amemtimua hapo. Siku iliyofuata Putri akiwa na rafiki yake kipenzi, huyu rafiki yake anaitwa Kiki. Huyu yeye anapenda sana kupiga picha. Sasa baada ya Putri kumhusisha kila kitu kuhusiana na mpango wake wa kutoka hapa kwenye kijiji na kwenda kujitafutia maisha, Kiki akajaribu kumweleza Putri kwamba anapaswa sana kumsikiliza mama yake. Putri akamuuliza, nifanye nini sasa? Mimi nimekwisha kuchoka kabisa kuishi na huruma ya watu tu kwenye hichi kijiji. Sitaki kuendelea kubaki maskini kwenye haya maisha. Muda wao anazungumza haya mambo, mdogo wake Putri yani Aji, yeye alikuwa anacheza pembeni hapa, anaokota kawa dogo na akawa anaohifadhi kwenye mfuko wa plastiki. Sasa kwa upande wa mama yao Amba, bosi wake Bisida akawa amefika hapo na kumwambia kwamba Amba, siwezi tena kuendelea kukuweka wewe hapa kazini kwangu kwa sababu pesa zangu kila siku zimekuwa zikiibiwa mfululizo. Siwezi kuendelea kukuhudumia kama mfanyakazi tena. Japo bosi alikuwa anamuelewa sana huyu mama, ameishi naye kwa muda mrefu. Akasema kwamba nitajitahidi kukulipa mshahara wako mwezi unaofuata. Amba akawa amemuomba Sida kwamba kama itawezekana amsaidie pesa kidogo tu kwa ajili ya ada ya shule ya mtoto wake mdogo Aji, lakini Sida akasema kwamba hana hata pesa za kulipa mshahara wa sasa. Hili jambo linahitaji muda kidogo ili amlipe pesa mshahara unaokuja, yani mwezi ujao. Sasa wakiwa wanazungumza hapa ndani, kuna bwana mkubwa ambaye anaitwa Tambong yuko hapa, anaonekana anasikiliza haya mazungumzo kwa siri siri. Huyu kijana anafanya kazi kwa ukaribu sana na bwana mkubwa, yani mkuu wa kijiji hiki. Sasa wakati mwanamama Amba yuko kwenye kituo anasubiri magari ili asafiri arudi nyumbani, akiwa na mawazo kede kede, akasikia sauti ya ajabu eneo hilo. Alipotoka kutazama, akawa ameona mjusi mmoja akiwa ametoka kwenye mfuko mmoja. Kutazama vizuri kwenye mfuko ambapo mjusi huyo katoka, kuna pesa za kutosha. Huyo mwanamama, ili jambo lilikuwa limemshtua, akawa amechukua huo mfuko wa pesa moja kwa moja. Si unajua kuna watu wa Samaria, kachukua mfuko wa pesa akapeleka kwa mkuu wa kijiji. Baada ya kufika hapo akagonga hodi. Tambong akawa ametoka hapo na kumuuliza, vipi? Huyu mwanamama akasema anamhitaji mkuu wa kijiji, nina shida naye. Basi Tambong baada ya kuingia ndani kwenda kumfuata mkuu wa kijiji, huyu mwanamama akaangalia zile pesa kwenye mfuko. Yeye mwenyewe ana shida na pesa, azilete tena kweli kwa mkuu wa kijiji hapa. Muda kidogo tu mkuu wa kijiji alivyotoka hapo, hora hakuna mtu yoyote hapo. Yule mwanamama Amba akaamua kusepa na ule mfuko wa pesa. Usiku huo Amba akaonekana akiwa anaongea usingizini, anarudia neno moja tu, anasema kwamba chimnye nyeusi, chimnye nyeusi, akirudia hayo maneno mpaka kiasi kwamba mtoto wake mdogo Aji alikuwa amelala hapa, akashindwa kabisa kulala. Akawa ametoka kwenye hicho chumba na kwenda kuangalia bakuli lake ambalo alikuwa ameliwekea maji na kaa ndani yake, akawa amelichukua na kuliweka juu ya meza. Dogo akienda chooni kidogo, mara akahisi kama kuna mtoto mdogo kapita hapa. Alipotoka hapo chooni, mara akamwona mama yake anaongea tu lile neno huku anatembea kana kwamba yuko usingizini. Dogo akaamua kumuita dada yake Putri. Baada ya kufika hapo, akawa amefanikiwa kumrudisha Amba katika hali yake ya kawaida. Akamuuliza, mama unaenda wapi? Kabla hajajibu lolote, binti akatambua mama yake ana homa kali sana. Watoto ikabidi kumrudisha mama hao chumbani. Putri alipotoka chumbani kwa mama yake, akasikia toi la Aji likiwa linatoa sauti. Wakati anajua kabisa hilo toi lazima lisukumwe na mtu ndio litoe sauti, akaamua kuchungulia. Hakuna kitu eneo hilo. Akiwa hajaelewa, mara akaona maji kwenye bakuli la kaa ambalo mdogo wake alikuwa ameweka kaa ndani hapo. Maji hayo yanazungushwa kana kwamba kuna mtu anazungusha. Akawa anajaribu kuangalia, mara akaona taswira ya yule jini mtoto ndani ya maji, lakini alipogeuka hakuna mtu eneo hilo. Akiwa amechanganyikiwa, baadaye akawa ametoka hapo moja kwa moja akaenda kwa rafiki wake Kiki, akamweleza yote hayo, lakini Kiki akapuuza kabisa. Akasema tu kwamba kama mama yako anaumwa ni lazima umpeleke hospitalini, acha kabisa kukalia haya mambo ya mizimu na majini. Muda huo wao wanazungumza haya, kaka yake Kiki anaitwa Nelden akawa amefika hapo akiwa na binamu yake. Huyo binamu yake yeye anaitwa Sesep.
Huyu jamaa yeye anafanya kazi katika meli ya watalii ambayo Putri pia alikuwa anatamani sana kwenda kufanya kazi katika eneo hilo. Sasa baada ya kupiga stori, kaka yake Kiki akasema kwamba wapige picha kwa pamoja, lakini Sisepo akawa amekataa jambo hilo, akasema kwamba kupiga picha wakati huu usiku na tuko watu watatu ni jambo la hatari, kwa sababu mtu aliyokaa katikati mara nyingi hupata bahati mbaya. Lakini kaka yake Kiki akawa amewapiga tu picha bila kujali neno lolote. Usiku huo huo Putri akiwa amelala akasikia kama mlango ulikuwa unafunguliwa. Alipotoka kwenda kuangalia akakuta mlango mkuu uko wazi, akatambua kwamba mama yake hayupo ndani. Sasa binti akiwa hapo akaona ule mfuko uliojaa pesa uko hapa. Baada ya kumtafuta mama yake bila mafanikio, akawa amekimbilia katika nyumba ya kina Kiki kuomba msaada. Mdogo wake Putri yani Aji ikabidi abaki na kaka yake Kiki. Putri akaondoka hapo pamoja na Kiki akiwa pamoja na Sesepo ili kwenda kumtafuta mama yake yani Bi Amba. Njiani wakakutana na mkuu wa kijiji. Putri akamwambia kwamba mama yake ametoweka, lakini mkuu wa kijiji akatabasamu akasema kwamba hajapotea bana mama yako, akaeleza kwamba hili jambo analotaka kumwambia kupaswa kabisa kumwambia kwa sababu mama yake alihitaji liwe siri. Akasema kwamba mama yako hakuhitaji kabisa kutia hofu kwa watoto wake. Akasema kwamba Bi Amba alikuja hapa kuomba msaada ili kwenda kutafuta kazi, anahitaji pesa. Kwa bahati nzuri yeye huyu mkuu wa kijiji anafahamiana na mtu huko mjini, na mama yake huyu Putri alipanga kuchukua basi la usiku kwenda mjini huko, na akawa amemuuliza binti Putri kwamba kwani unajua kwamba mama yako amefukuzwa kazi na Bi Sida? Binti alikuwa hajui chochote kuhusiana na hilo jambo. Asubuhi iliyofuata Putri akamwonyesha Kiki mfuko wa pesa aliokuta katika chumba cha mama yake, akisema kwamba ni kweli mama yake anatafuta kazi na hajalipwa kweli mshahara wake. Na je, hizi pesa zote zimetoka wapi? Kama kweli mama yake angeenda nje ya mji kwenda kupigania kazi, kwanza lazima angechukua nguo pamoja na pesa kadhaa, lakini hata makobadhi yake tu ameacha, hata viatu tu hajavaa kaviacha ndani hapa. Mara moja akamgeukia mdogo wake na kawa amemuuliza, Aji, mara ngapi nakukataza kuchora ukutani? Mdogo wake akasema kwamba ninachora ukutani kwa sababu mama nilimsikia akiwa anasema chimney nyeusi. Mara moja Putri akawa ametambua kwamba mdogo wake amechora chimney nyeusi ukutani na imezungukwa na msitu, na baadaye kutazama vyema wakawa wametambua kwamba hicho ni kiwanda ambacho kinapatikana katika hii kijiji, ni kiwanda cha jamaa mmoja anaitwa Kasuno. Sisepo akawa muuliza Kasuno ni nani tena? Putri akaeleza kwamba zamani kulikuwa kuna tajiri mmoja mkubwa sana kwenye hichi kijiji, alikuwa na kiwanda cha kwake yeye mwenyewe huko msituni, lakini kwa muda mrefu hakuna mtu kabisa aliyewahi kuthubutu kuingia msituni huko. Sisepo akawa muuliza kwa nini sasa? Kiki akajibu kwamba wenyeji wanasema kwamba tajiri huyo alikuwa anafuga yule jini Tuyuli katika huo msitu. Pia inasemekana kuwa kunapatikana kuntilanaki mweusi. Sisepo akawa muuliza we, kuntilanaki mweusi ni kiumbe cha kutisha, yule sio pepo tu wala sio mzimu tu, ni kiumbe kimoja cha kutisha, ni kiumbe cha kifo, ni anatisha kuliko kuntilanati wengine wote. Sisepo akawa muuliza sasa hili jambo linahusiana nini na mama yake Putri? Putri akasisitiza kwamba ni lazima waende huko kwenda kukagua kile kiwanda cha Kasuno, pengine mama yake yuko kule. Keki akajaribu kumzuia, lakini binti tayari kashatia ngumu, lazima aende eneo hilo. Aji akawa ameomba pia na yeye aambatane pamoja nao, lakini Putri dada yake akamwambia kwamba yeye abaki nyumbani hapa na hakikishe kwamba mtu yoyote atakaye kuja hapo asimfungulie mlango isipokuwa tu akiwa ni mama yake ama yeye mwenyewe atakaporudi hapa. Wakiwa njiani kuelekea msituni huko, Tambong yule kijana wa mkuu wa kijiji akawa amewaona, lakini wao hawakumuona. Wakaendelea na safari yao, wakawa wamefika mpaka katika kibao ambacho kinaonyesha kiwanda kile ambacho wao wanakihitaji kipo katika eneo hilo. Sisepo akawa amewaonya akiwaambia kwamba jamani, ni hatari sana kuingia maeneo haya na ni wakati ambao jua halipo, yani saizi ni giza. Hata hivyo Putri pamoja na Kiki wao wakiendelea mbele tu, huku Sisepo ikabidi kuwafuata kwa kusita saba, lakini atafanya nini? Hakuna namna. Tombang baada ya kuwa amewaona akapeleka hizo taarifa moja kwa moja kwa mkuu wa kijiji. Mkuu wa kijiji alimtembezea kichapo akimwambia kwamba kama wale watu wataingia kwenye ule msitu kabla ya yeye kufika hapo, basi atamuua huyu jamaa. Kuna nini ambacho yeye anajaribu kukificha? Tukirudi upande wa mtoto Aji, ghafla taa za nyumbani zoka zimezimika. Akawasha mshumaa, akasikia sauti ya toi lake liko linavutwa. Akaenda kuangalia, akakuta kama kuna mtu analichezea chini ya kitanda. Akainama huku, we unafanya nini humu? Na we ndio ulikuwa unachezea toi langu jana, si ndio? Njoo tucheze pamoja huku nje. Dogo akawa amenyoosha mkono ili amtoe huyu mtoto mwenzake huko ndani. Ghafla mkono wake uko umekamatwa. Dogo akajaribu kujitetea hapo, akawa amefanikiwa kutoka hapo. Akiwa na hofu, Aji akajaribu kukimbia nje, lakini mlango haufunguki. Yule kiumbe anaonekana kuja. Sasa dogo haoni vizuri kwa sababu
sababu miwani yake ilidondoka. Mara ghafla akawa amefanikiwa kufungua mlango, akawa ametoka nje, akawa amekutana na mkuu wa kijiji yuko hapo. Kwa sauti ya utulivu akawa amemuuliza, vipi, kumetokea nini? Unaenda wapi mtoto? Sasa tukiachana na hawa, upande wa msituni kweli Putri, Kiki pamoja na Sesepo wakawa wamefanikiwa kufika kwenye kile kiwanda kilipo, lakini milango yote imefungwa. Wakiwa hapo, mara Kiki akawa amepigiwa simu na kaka yake. Kaka yake anamuuliza, mko wapi? Mbona ni usiku, mnatakiwa kurudi nyumbani? Kiki akajaribu kudanganya, lakini sasa mazungumzo ya Putri pamoja na Sesepo, jamaa akawa ametambua kwamba Kiki yuko kwenye kiwanda cha kemikali, kiwanda cha Kasono. Kiki kwenye kujitetea ikabidi kufunga kama mtandao huko unasumbua, hivyo akawa amekata simu mara moja. Sasa kuingia ndani ni kufanya nini? Ikabidi kuvunja kufuli. Uko amefanyikiwa kweli kuvunja kufuli kwa shoka. Moja kwa moja kwa ameingia ndani. Kazi ni moja tu, ni kumtafuta mama yake Putri. Wako wamekaribishwa kwanza na Popo. Sesepo akawa amependekeza kwamba jamani, tuondokeni hapa, turudi nyumbani, lakini Putri akawa amekataa. Binti anapofanua kwamba mama yake atakuwa ndani hapa, lakini mbona hichi kiwanda kina hewa nzito kiasi hiki? Kwa nini kiwanda kikubwa hivi na hakina hewa ya kutosha ndani hapa? Kweli kuna watu wako wamewaza tu, wakahisi pengine labda jini mwizi wa pesa anaweza kuwa anapatikana kwenye hiki kiwanda, kama jinsi ambavyo stories zilikuwa zinasemekana kwamba mmiliki wa hiki kiwanda alikuwa anafuga jini wa kuiba pesa. Wakaona picha hii pamoja inayomjumuisha mkuu wa kijiji pia akiwa hapo. Wakawa wameshangaa, mkuu wa kijiji amewahi kufanya kazi kwenye hiki kiwanda? Kiki akawa amepiga picha ya Kasono, mkuu wa hiki kiwanda, lakini Sesepo akawa amemzuia, akasema kwamba usijaribu kufanya jambo hilo. Kuna boksi moja hivi, boksi la karatasi lilikuwa linatikisika. Kwa hofu ikabidi kusogea hapo kwa taratibu. Sesepo baada ya kuwa amefungua, Popo wakawa wameruka kutoka hapo. Muda huo wakasikia sauti ya mwanamke akiwa analia. Wote watatu ikabidi kuganda kwanza. Putri akasema kwamba huenda ni mama yake huyo, tuendelee kumtafuta, kwa sababu Sesepo aliliacha lile shoka nje, ikabidi kwenda kulifuata. Wakati amelichukua lile shoka, mara akasikia kama kuna kishindo fulani. Kwenye kutazama akaona kuna ngazi zinaelekea upande wa chini, na pembeni mwa hizo ngazi akaona kuna sadaka ilikuwa imewekwa hapa. Haya ni mambo sasa ya matambiko tena. Wakati huo Putri pamoja na Kiki wao wakaendelea na msako wao kama kawaida. Ukafika kwenye chumba kimoja, kulikuwa na kivuli. Binti baada ya kupiga tochi, ni sanamu la mafunzo liko hapo, ni sanamu la Atom. Putri akawa amepata vipeperushi vya wanawake wote waliowahi kutoweka kwenye hichi kijiji, viko hapo. Akatoka hapo kwenda kumuonesha Kiki, kuna viumbe wawili wako hapa wameelea hewani, unao wanatoa sauti mbaya. Putri baada ya kutazama, wale viumbe wakawa wametoweka. Baada ya kumuhusisha Kiki kuhusiana na kile alichokipata kwenye chumba kimoja, baada ya majadiliano wakawa wameona picha moja na wakawa wamehisi hiyo picha ni nyumba ya bwana mkubwa Kasono, lazima itakuwa karibu kabisa na hili eneo. Na Putri akapendekeza kwamba waende kwenye hiyo nyumba wakatafute huko pia, labda pengine mama yake yuko huko. Wakati huo Sesepo akawa ameingia hapo na kusema kwamba kuna kitu amekigundua, hivyo akawa amewachukua wote na wakaenda moja kwa moja eneo hilo. Walipofika huko ni kwenye chumba cha chini huko ardhini. Wakiingia kwenye chumba kimoja kimejaa mishumaa tu na marundo mengi kinoma ya pesa ziko hapa. Putri akasema kwamba hizi pesa zinafanana kabisa na pesa ambazo alizipata kwenye mfuko katika chumba cha mama yake. Sesepo akaeleza kwamba hizo pesa ni za kafara. Putri ikabidi kuuliza, una maana gani kusema hivyo, pesa za kafara? Sesepo akasema kwamba pesa hizo huwa zinawekwa kwa makusudi kabisa ili kumtega muhanga yoyote anayezichukua hizo pesa, huwa ni kafara bila yeye kujijua. Sasa katika kutazama Kiki akatambua kwamba katika picha za wanawake wengi waliopotea katika hiki kijiji pia kuna picha ya mama yake Putri. Muda huo mishumaa yote ikiwa imezimika, una mwili wa mwanamke mmoja ukiwa umeanguka hapo. Wakaamua kusogelea kwenda kuutazama, mara akanyanyuka, ni pepo mmoja na midadi yake. Purukushani zilikuwa zimetokea hapa, mara pepo kibao wakawa wametokea eneo hili. Vijana ikabidi kutimua mbio, ni kuokoa maisha yao tu. Kwanza Putri alikuwa amedondoka chini, ikabidi kusaidiwa na wenzake. Walipofika huko mbele wakawa wamesimama. Putri akasema kwamba mama yake bado yuko ndani hapa, hawezi kuondoka bila kumpata mama yake. Sesepo akawa amepiga kelele kwa hasira, akasema kwamba jamani, ni hatari kuendelea kubaki hapa. Putri akasisitiza kwamba lazima amuokoe mama yake kwanza kabla hajachelewa. Sesepo akaeleza kwamba chochote ambacho Putri anajaribu kukifanya ni hatari sana. Akamwambia kwamba wewe unatakiwa kujua kwamba kidogo tu ufe kama isingekuwa mimi pamoja na Kiki kukuokoa. Lakini Putri kasimamia msimamo wake, akasema kwamba hata kama wewe pamoja na Kiki hamtasaidia katika hili, mimi nitaendelea kubaki hapa kumtafuta mama yangu. Rudini nyumbani kwenu. Kiki kusikia hivyo akasema kwamba yeye hawezi kumwacha rafiki yake mpendwa akiwa hapa. Akasema kwamba yeye ni lazima asalie na rafiki yake hapa. Sesepo, kama wewe unaenda nenda. Mwamba akashika nini?
akasimamia msimamo wake, akasema kwamba mimi nitaondoka hapa kwenda kutafuta msaada huko nje, pengine nitarudi hapa kwa ajili ya kutoa msaada zaidi. Hivyo kweli mshikaji akawa ametoka eneo hilo. Putri pamoja na rafiki yake Kiki wako wamekumbatiana ili kutiana moyo. Wako wametoka hapo moja kwa moja na kwenda katika nyumba ambayo waliamini kabisa ni nyumba ya mmiliki wa hiki kiwanda, na akawa wamefanikiwa kufika kwenye hiyo nyumba. Upande wa kijana Sesep akiwa njiani kurudi kijijini, akawa ameshambuliwa na Tambong akiwa pamoja na mkuu wa kijiji, na muda huo huo tunaonyeshwa kwamba hata mtoto Aji alikuja na mkuu wa kijiji eneo hili. Ni kwa nini? Yawezekana huyo mzee na yeye ana mipango yake tu. Aji akawa amepiga kelele kuomba msaada, sauti ambayo Putri aliisikia. Akawa amemuuliza Kiki, umesikia chochote? Lakini Kiki akasema kwamba yeye hajasikia chochote, na wakawa wameendelea mbele. Ndani ya nyumba, baada ya kuingia, wakaona ukubwa wa hii nyumba, wakaona bwawa moja kubwa la kuogelea. Kiki akatamani kupiga picha, lakini Putri akawa amemzuia. Akashangaa inawezekanaje mtu kuishi sehemu kama hii. Wakaendelea kutafuta, pengine labda mama yake Putri yuko eneo hili. Milango imefungwa. Katika kuzunguka binti Kiki akapata nafasi ya kupiga picha kama kawaida, akakuta boksi la mziki, yani music box liko eneo hili. Hili boksi tuliliona mwanzoni mwa hii filamu, mwanamama Marine alikuwa akisikiliza. Alipozungusha music box hiyo na ikaanza kucheza ikitoa mlio kama kawaida, akaanza kupiga picha. Sasa mwanga ukafanya aone kama mzimu fulani hivi umeonekana hapo. Binti kabidi kuelekezea kamera sehemu hiyo, akapiga picha, akaona tena mzimu ni kama unasogea eneo lake. Huo mzimu sisi tunaujua ni mzimu wa mwanamama Marine. Akapiga picha, ule mzimu uko umetoweka kabisa. Kiki akiwa bado na hofu, Putri akawa amefika hapo na kumshtua kwa nyuma. Binti alishtuka. Putri akamuuliza kuna nini kimetokea, lakini Kiki kwa hofu akawa ameshindwa kujibu swali hilo. Wakaingia kwenye chumba kimoja, chumba kimejaa mifuko mingi ya pesa. Kiki akasema kwamba nilikuwa sahihi, unaona huyu mzee alikuwa anafuga jini la kuiba pesa kwa wanakijiji wengine, yani huyu mzee alikuwa anafuga tuyuli. Wakawa wameona picha kubwa sana ukutani hapa, ni picha ya mkuu wa kijiji. Sasa hili jambo nalo tena liko limewatia mashaka. Picha ya mkuu wa kijiji na mke wake imefuata nini kwenye hiki jumba, yani imefuata nini kwenye hii nyumba? Sasa na mke wa mkuu wa kijiji si mwingine ni mwanamama Marine. Sisi tunamkumbuka huyu mwanamama Marine, tulimuona mwanzoni mwa hii filamu na aliuawa kwa kupigwa radi. Picha yake iko hapa, mme wake ndo huyu mkuu wa kijiji. Ukipiga zako hesabu hapo ushaelewa jibu ni nini. Sasa kwenye kutazama zaidi, wako wamepata kitabu kinachozungumzia ibada ya uchawi mweusi na jinsi sahihi ya kumlea mtoto jini Tuyuli. Wakasoma maelekezo yanasema kwamba Tuyuli huishi muda wote tu pale ambapo bwana wake anakuwa yuko hai, lakini kama bwana wake atafariki, yani mkubwa wake atakapofariki, mtu ambaye anamfuga Tuyuli huyo pia huwa anatoweka. Na Tuyuli huyo ili kuendelea kubaki kuwa hai huwa anahitaji mwanamke kama chanzo cha uhai wake. Mwanamke huyo huwa anatolewa kama kafara kwake, na Tuyuli huyo huogopa sana vioo. Sasa Putri akawa ametambua kwamba hii ndio sababu hii nyumba ni kubwa kweli kweli, lakini hakuna kioo hata kimoja mahali hapa. Sasa katika kutazama zile pesa, wakawa wametambua pesa fulani ambazo zilikuwa ni pesa za mwanamama Sida. Walitambuaje? Ni kwa sababu pesa zake alikuwa akiziwekea alama ya kalamu nyekundu. Ziko hapa, na wakawa wametambua kwamba hizi pesa zote ziko eneo hili ni pesa ambazo zilikuwa zinaibiwa na jini yule mtoto na kuwekwa eneo hili. Jambo ambalo lilikuwa linawaumiza kichwa ni kwa nini Tuyuli huyu yupo mpaka sasa? Kama kweli mkuu wa kile kiwanda, yani Kasono, kama amefariki miaka mingi iliyopita, kwa nini Tuyuli huyu yupo hapa? Kuna namna, kuna jambo alipo sawa. Lazima pawepo na mtu ambaye anamtunza jini huyo, lakini inawezekanaje kutunza jini ambaye sio wa kwake? Na hapa wako wamepata picha kwamba mkuu wa kijiji yawezekana ndio chanzo cha haya mambo yote, na yawezekana anajua kuhusiana na kufuga kwa huyu pepo, kwa sababu amekuwa akidanganya kuhusiana na wanawake kutoweka kwenye hichi kijiji kwa miaka mingi, ambayo watu wamekuwa wakiulizia kuhusiana na kutoweka kwa wanawake kijijini hapa. Huyu mkuu wa kijiji amekuwa akidanganya. Mara akasikia mwanamke mmoja akiwa analia kwenye chumba kimoja, ikabidi kusogea huko. Kiki akajaribu kumzuia Putri asiingie huko, lakini Putri akasema kwamba wewe baki hapa nje, mimi ngoja niingie ndani. Moja kwa moja binti alivyoingia ndani, Kiki akiwa nje hapo, si akamuona Sesep kapita hapo, ikabidi kumfuata. Ni binamu yake kafika hapo, pengine naye anawatafuta wao. Sasa Putri kweli baada ya kuingia ndani akawa amefanikiwa kumpata mama yake, kafungwa kwenye chumba kimoja hapa, analia tu. Baada ya kufika hapo, mama yake anasema kwamba Tuyuli alikuwa hapo na alikuwa akimnyonyesha kwenye mabahari yake kwa sababu Tuyuli alikuwa anahitaji maziwa ili kuendelea kuishi. Tuyuli ni mtoto, kwa hiyo anahitaji maziwa. Alikuwa hapa anakunywa maziwa kutoka kwenye mabahari ya mama yake Putri. Putri akawa amemfungua kamba mama yake na kujaribu
kujaribu kumtoa hapo, na akawa amemwambia mama yake wazi kwamba hii ni njama ya mkuu wa kijiji hiki kumkamata na kumleta hapa, na anatumia wanawake kama kafara ili kuendelea yeye kupiga pesa. Walipotoka katika hicho chumba, binti akiwa nje akawa amepaniki baada ya kumuona rafiki yake Kiki hayupo hapo. Sasa upande wa nyumbani kwa kina Kiki, kaka yake baada ya kumkosa Kiki kwa muda mrefu, mdogo wake yule na anampenda kweli kweli, akawa amefika hapa kwa ajili ya kuja kumtafuta mdogo wake. Kwa bahati mbaya akawa amekutana uso kwa uso na mkuu wa kijiji yuko hapa. Nedin ikabidi kumwelezea kwamba mdogo wake amepotea na amefika hapa kwa ajili ya kumtafuta. Wewe ni mkuu wa kijiji, hivyo unahitajika kuungana pamoja na mimi kumtafuta mdogo wako. Mkuu wa kijiji akawa amependekeza sawa, after you, yani tangulia mimi niko nyuma yako, twende tukamtafuta mdogo wako. Lakini mkuu wa kijiji mara moja akawa amemkata shoka huyu jamaa na akawa amemuua hapo hapo. Hii ni wazi mkuu wa kijiji sio mtu mwema kabisa. Wakati huo huo sasa, upande wa Kiki akawa amemfuata Sesep mahali alipokuwa Kiki. Baada ya kufika eneo hilo, hakuna mtu eneo hilo, mtu katoweka. Binti akachoka, akahisi kabisa huu ulikuwa ni mtego, lakini kwenye kutazama tazama akawa ametambua kwamba kwenye hichi chumba kumejazwa vioo vingi sana eneo hilo. Akawa amefunua vile vioo, mara akaanza kusikia sauti ya kilio cha mwanamke na music box iko imepigwa tena eneo hilo. Kwenye kutazama kwenye kioo akaona muonekano wake yeye mwenyewe ukiwa umesimama nyuma yake. Baada ya kugeuka, mkono ukawa umetokea kwenye kioo na ukawa umemkamata binti na kumshambulia hadi binti akawa amefariki. Mtu aliyemshambulia huyu binti ni mzimu wa mwanamama Marini. Hapa tayari tumeshapata vitu viwili, kuna mzimu wa Marini pamoja na yule jini Tuyuli. Tuyuli anaogopa vioo, lakini huyu mzimu hauogopi kitu chochote. Putri baada ya kusikia kilio cha rafiki yake, wako wamefika hapo pamoja na mama yake, wako ukuta mwili tu wa Kiki uko chini na hauna uhai. Mama yake Putri ikabidi kumsihi sana binti yake waondoke hapa, mahali hapa sio salama kwao, ni hatari. Sasa hebu tuangalie kwa upande wa Sesep akiwa na mdogo wake Putri, yani Aji. Mpango mkubwa hapa ulikuwa ni kutoroka kutoka katika hichi chumba, hivyo Sesep ikabidi kumuongoza Aji kumtorosha hapa. Kweli wakawa wamefanikiwa kutoka kwenye hicho kichumba, kwa sababu mtu ambaye alikuwa amepewa jukumu la kulinda yeye yuko bize huko na Mimoshi, anakuja kushtuka wahusika wametoroka. Mambo yakawa ni mtafutano tu ndani hapo. Upande wa mama yake Putri pamoja na binti yake wakawa wamefanikiwa kutoka mpaka nje, lakini ghafla mkuu wa kijiji akawa amewaona, akawafuata, wakajaribu kukimbia, lakini ambaye akawa ameanguka chini. Mkuu wa kijiji akawa amemshika na kusema kwamba hata mkifanikiwa kunikimbia mimi, lakini hamuwezi kabisa kukimbia mzimu wa mwana mama Marini, kwa sababu yeye ni kuntulanaki mweusi, anaweza kumshambulia mtu yoyote ambaye anafika eneo hili nyakati za usiku. Muda anamrudisha Amba ndani. Putri akawa amefika hapo kujaribu kutetea maisha ya mama yake, lakini mkuu wa kijiji akawa amefanikiwa kumdhibiti binti. Sasa wakati hizi purukushani zinaendelea, irizi ya mkuu wa kijiji ikiwa imedondoka chini. Sasa akasikia music box ikiwa inalia. Mara moja akawa ametambua kwamba irizi katika shingo yake haipo, akaanza kuitafuta kwa hofu kubwa sana. Kwa nini? Anaogopa kwa sababu mzimu ule utamdhuru moja kwa moja, yani Kuntoranati hana huruma na yeye na ana hasira na huyu jamaa kwa sababu alikuwa ni mke wake. Putri pamoja na mama yake wakawa wametumia nafasi hiyo na kwenda kujificha, na ghafla mzimu wa Marini ukawa umeonekana mbele ya huyu mkuu wa kijiji. Mkuu wa kijiji anaendelea kuhangaika kutafuta irizi yake imedondoka wapi, na huu mzimu unaonekana una hasira sana na huyu mwanaume. Akiwa na hofu kubwa, mkuu wa kijiji akawa amefanikiwa kuipata ile irizi bana kwa pupa hivyo hivyo, na akawa amemtazamishia. Muda huo Putri pamoja na mama yake wanatazama tu kwa pembeni. Mkuu wa kijiji akawa amezungumza maneno yake ya kishirikina kwa ajili ya kufukuza huo mzimu uondoke eneo hilo, na ule mzimu ukawa umepiga kelele kali na ukawa umetoweka hewani. Mara moja mkuu wa kijiji huyo akawa ameivaa ile irizi yake shingoni na akawa amemuita Amba pamoja na Putri wajitokeze. Akawaonyesha miwani ya mtoto Aji akisema kwamba kama hawatajitokeza hivyo maisha ya Aji yako mikononi mwake. Akawa ameitupa miwani hiyo pembeni. Mwana mama Amba akawa amesema hahitaji watoto wake wadhurike, hivyo yeye akawa amejitoa kwa mkuu wa kijiji hiki ili awaache watoto wake. Mkuu wa kijiji akawa amemkamata mwanamama huyu na kumuingiza ndani ya nyumba tena. Upande wa Sesep kwenye kujificha mahali alipokuwa amejificha kuna sanamu kibao ziko eneo hili, lakini hizi sanamu ni sanamu za mafunzo tu, mambo ya sayansi na mambo mengine ziko hapa. Sasa jamaa akiwa anatembea kutoka eneo hilo, mara kama sanamu na zenyewe zinatembea zinaelekea uelekeo wake, akiwa ajielewi akarudi kwenda kufunua moja. Kwenye kufunua lile shuka, zingine zote zilikuwa zimedondoka chini, lakini kuna sanamu nyingine moja ikiwa imebaki imefunikwa. Akawa amesogea hapo kwenye kufunua, akaiona ni sanamu tu, lakini nyuma yake akawa ametambua kwamba kuna mzimu eneo hilo. Sasa kwenye kukimbia kuokoa maisha yake, ule mzimu kwa umewasha
mashine fulani hivi ya kukatia umeme ikiwa hapa chini. Sesepo akawa amekimbia kwa hofu, mlangoni akawa amekutana na Timbong, kijana wa mkuu wa kijiji akiwa hapo. Ile mashine ya umeme ikiwa imekatika kile kiwembe chake moja kwa moja, na kile kiwembe kilikuwa kimempata Timbong kichwani na akawa ameanguka chini na kuwa amefariki hapo hapo. Upande wa mtoto Aji akiwa ndani ya pipa, baada ya kuwa amefanya purukushani ya kutoka kwenye pipa hilo, akawa amesikia kuna mwanamke mmoja akiwa anamuita jina lake. Dogo akajua kabisa wewe ni mama yake, kumbe alikuwa ni pepo. Alikuwa akimuita Dogo ili kumseti aingie katika mtego, amwangushie mapipa ambayo yalikuwa na vitu ndani. Kwa bahati nzuri, Sesepo akawa amefika hapo na kumsukuma Dogo pembeni, akawa amemwangukia yeye juu. Binti Putri akawa amefika hapo na kumpata mdogo wake, kichwa kikawaka moto, yani anawaza mawazo mengi sana. Kama ni kweli Tuyuli bosi wake amekufa miaka mingi iliyopita, yawezekanaje Tuyuli bado anaendelea kuwa hai? Binti baada ya kuwaza akawa ametambua pengine Tuyuli anafanya kazi kwa kushirikiana na mkuu wa kijiji hiki. Kwa hiyo ili amuue Tuyuli yule ni lazima amuue mkuu wa kijiji. Baada ya binti kufikiria kwa muda mrefu, akawa ametambua kwamba kitu pekee ambacho mkuu wa kijiji hiki anakiogopa ni Kuntu na Nati mweusi tu, yani mke wake yeye mwenyewe. Hata hivyo mkuu yeye analindwa na hirizi katika shingo yake. Baada ya mawazo, Putri akawa amemwambia Aji kwamba anahitaji msaada wake sana. Akawa ametoka hapo hapo. Muda huo huo mkuu wa kijiji akaingia katika chumba ambacho Amba alikuwa amefungwa, akamwambia kwamba ninajua kwamba wewe ni maskini wa kutosha, maisha yako hayana thamani kabisa, ni kujawa na taabu tu, wewe una manufaa sana kwangu kwa ajili ya jini wangu. Amba akawa ameuliza kwa nini umenichagua mimi katika ushenzi huu? Mkuu wa kijiji akawa amemwambia kwamba wewe ndiye umejileta wewe mwenyewe katika haya mambo, na wewe ndiye umejichagua kwamba utaendelea kumnyonyesha Tuyuli maisha yako yote. Akaongeza akasema kwamba yawezekana kama mke wangu angekuwepo hai mpaka sasa, kusingehitajika mwanamke wa aina yoyote kufanya kazi hii, yeye tu ingetosha kabisa kufanya kazi hiyo. Lakini kwa sababu mke wake hayupo, amekwisha kufariki, basi wanawake wote katika kijiji hiki jukumu lao ni kama hili tu. Na akawa amemwambia kwamba unajua, watu maskini mara nyingi huchukua vitu visivyokuwa vya kwao, kama vile pesa zilizodondoka barabarani, ambayo kwa hasira akawa amemtemea mate. Lakini huyu mkuu akawa amemzaba kofi, kisha akawa ametangaza kwamba mimi nitawaua watoto wako wote. Akawa ametoka hapo. Baada ya mkuu wa kijiji kuondoka hapo, Tuyuli akawa ameingia hapo. Eti hichi kijeba ndio unatakiwa kukinyonyesha maisha yako yote. Amba akawa amepiga kelele. Muda mfupi baadaye, mkuu alipotoka nje akamwona Aji akiwa anakimbia kwa mbali. Aji akawa amejificha ndani ya kabati. Mkuu wa kijiji hiki baada ya kufika hapo anamtafuta, mtoto uko wapi? Sasa mtoto kajificha ndani ya kabati vizuri tu, lakini kuna mzimu wa kiki uko ndani ya kabati hapo, unamwomba Aji nisaidie. Sasa Dogo ikabidi kujizuia asipige kelele kwa sababu mkuu wa kijiji yuko hapo nje, na moja kwa moja kweli mkuu wa kijiji akawa amefika kwenye hilo kabati, anajaribu kufungua. Mara akawa amesikia kuna sauti ya kioo imevunjika. Akawa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kuangalia huko kuna nini kimetokea. Aji akawa amepata nafasi ya kutoka kwenye hilo kabati, moja kwa moja akaanza kumtafuta mama yake, na akawa amempata mama yake huko kafungiwa kwenye chumba. Hivyo akawa amemfungua na kumtoa eneo hilo. Sasa upande wa mkuu wa kijiji akawa amefanikiwa kufika katika chumba ambacho kilikuwa kinatoa milio ya ajabu. Baada ya kufika hapo akakuta kuna moto mkali sana unawaka, unateketeza pesa zake, mzigo wote unawaka moto. We mkuu wa kijiji akaanza kujaribu kuzima. Sasa kwenye kupambana kuzima moto, Putri akawa amefika hapo akaanza kumshambulia, lakini mkuu wa kijiji alikuwa fiti, akawa amemdhibiti binti na kumwangusha pembeni. Jamaa anapambania kuzima pesa. Mara mama yake Putri akawa amefika hapo akamkosa na shoka. Mkuu wa kijiji akawa amefanikiwa kuwadhibiti wote na kumjeruhi mama yake Putri. Putri yeye akawa amefanikiwa kumzima data kidogo kwa kutumia meza mkuu wa kijiji. Mkuu wa kijiji amekuja kunyanyuka, ana hasira zake, anakuja kushtuka mama yake Putri anamuonesha hirizi yake kaishikilia yeye ndiye anayo mkononi mwake. Mara moja wakawa wamemfungia ndani ya chumba hicho, wao wakawa wametoka nje. Mkuu wa kijiji anajaribu kujitetea sasa. Mara akaanza kusikia kuna sauti ya music box iko inalia eneo hili, akajua kabisa kuisha mimi. Mara moja anakuja kugeuka nyuma, anamuona mzimu wa mke wake uko hapo unaelea iwani. Eti jamaa akaanza kujitetea sasa, mke wangu, mimi ndiye mme wako, mimi sijasababisha kifo chako kabisa, mke wangu kipenzi, ni vyema ukanihurumia. Ngoja kwanza yeye aendelee kujitetea. Turudi kwa binti Putri. Binti Putri anakuja kushtuka, mdogo wake hayupo karibu naye, akaanza kumtafuta. Mara Tuyuli kikamrukia, kikamuingiza kwenye bwawa. Kwenye purukushani akawa amefanikiwa kutoka eneo hilo, kikatoka hapo kikamtambalia, kikaanza kumlambalamba kabla akijamgeuza kuwa msosi. Wakati huo sasa upande
upande wa mkuu wa kijiji anabembea juu kwa juu, mzimu wa mke wake unamsogelea, anajaribu kuubembeleza, anaukumbusha kwamba mimi ni mme wako, unaniumiza mke wangu. Mzimu uko angani, unamsikiliza tu, unamtazama huyu jamaa kwa hasira, jamaa anajitetea tu. Muda huo picha yao ukutani, picha yani ya mkuu wa kijiji na mke wake, huyu mzimu ikaanza kuonesha ufa, na mara moja vioo vikapasuka na mzimu wa mwana mama Marwin ukapiga kelele, vioo vyote vikaruka na kumjeruhi mkuu wa kijiji hiki. Mkuu akaanguka chini na akawa amefariki hapo hapo. Muda huo huo lile jini, yani ule mtoto jini Tuyuli akiwa juu ya mwili wa Putri akawa ameyeyuka shui. Putri akawa amenusurika katika hilo. Haji akawa amerejelewa tena na ufahamu wake na akawa ameungana na dada yake, wakaenda moja kwa moja sehemu ambapo mama yao yuko hoi. Amba akaomba msamaha kwa Putri na akamuomba amlee Haji kwa upendo mkubwa sana kabla yeye hajafariki. Putri na Haji wakavunjika moyo sana wakimtazama mama yao akikata roho mbele yao. Baadaye Putri akaenda moja kwa moja hospitalini, huku anaangalia picha ambayo ilipigwa katika kamera ya Kiki. Picha hii ilipigwa siku ambapo Sesepo alikuwa anawaambia kwamba wasipige picha usiku na wasipige picha wakiwa watu watatu, kwa sababu mtu wa katikati atakumbwa na laana mbaya. Baada ya hapo binti kafika hospitalini hapo kwa ajili ya kumuona nani? Binti kafika hospitalini hapo kwa ajili ya kwenda kumuona Sesepo. Sesepo bado yuko hai bana, ili yuko ndani ya miogo. Sesepo kwa amemtambulisha huyu binti kwa binti mmoja anaitwa Nila. Huyu binti najua mnamjua wengi tu, na binti mwingine anaitwa Engeng. Baada ya kuwa amewatambulisha na wakuwa wamejuliana hali, Sesepo akawa amempa pole sana binti Putri kwa kumpoteza mama yake. Putri akasema kwamba kifo ni sehemu ya hatima na hawapasi sana kuamini mambo ya ushirikina. Ghafla Nila akawa amepoteza nuru katika uso wake. Baada ya kuwa amepokea ujumbe, Sesepo ikabidi kumuuliza nini shida. Nila akasema kwamba kuna habari kutoka katika kijiji cha Renkabuga. Sesepo hiki kijiji anakijua vizuri, ni kijiji cha maiti zilizozolewa na maji. Sasa kuna nini kilichotokea huko? Hawakutueleza vizuri, huko wameishia hapa. Hii inaonyesha kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo zimekuwa na matukio ya ajabu ajabu kiasi kwamba lazima zikutoe kwenye mudi ukipata taarifa yake. Mambo mabaya yanaendelea kutokea katika eneo hilo. Hapa ndipo hadithi hii inapoishia. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.